Hatua hiyo inakuja kufuatia ongezeko la malalamiko kwa baadhi ya abiria wanaodai kukumbwa na changamoto mbalimbali wakiwemo kwenye usafiri huo. Nimetoka na nyumbani kwangu naenda kule shambani kwangu ambako wanalima. Sasa nilikuwa nataka niwahi, maana nachukua mzigo asubuhi na Aisha Chunya. Sasa alipofika shewa pale, akasema mimi naishia hapa. Anasema naishia hapa. Nikasema tuliaidiana kwamba mimi nafika mwisho wa reli. Maana hapa mimi kwa hapa maana yake unanichelewesha mambo yangu. Na sasa unanichelewesha mambo yangu. Nikampa shilingi 10,000. Na katika kumpa 10,000 akawa anataka sijui tena kati na zingine, nikaichukua 10,000 nikamnyang'anya mkononi. Unaona? Ndivyo mnyang'anya mkononi, akanipiga ngumi ya pua. Na damu hizi hapa kwenye hapa 10,000 ambayo nilikuwa na. Nilikuwa mnagombania hapa, damu zinaonekana kabisa. Baada ya zile kashikashi kunizingira. Tumemaliza zile kashikashi 90, nikakuta hamna. Wamenichomolea. Baada hapo nikachukua bodaboda. Baada ya kuchukua bodaboda, nikatoka hapo, nikaenda kuripoti hospitali, kituo cha polisi cha Ilombo. Kwa upande wake, mhasibu wa wamiliki na madereva bajaji wa jiji la Mbeya, Bwana Fanuel Sanga, amewataka abiria kuwa makini na kukumbuka namba za bajaji wanazotumia ili kurahisisha utatuzi wa changamoto na kudhibiti vitendo vya kihalifu. Tunaamini sisi tunabeba abiria wa aina tofauti. Sasa kuna changamoto nyingi kwenye kazi zetu. Wakati mwingine abiria unaweza ukasahau mzigo wako, lakini pia wakati mwingine unaweza ukatendewa kitendo ambacho si kizuri kibinadamu. Kuna namba za ubavuni pande zote tatu, kwa maana ya kushoto, kulia na nyuma. Tumeandika kwa maandishi makubwa. Kwa hiyo ukisoma chombo kile wakati unapanda au wakati unashuka. Kwa hivyo ukipatwa na changamoto yoyote ya kusahau mzigo au kufanya vitendo ambavyo sivyo, vyovyote vile vya kibinadamu, utafika ofisi yetu, utoe taarifa, ukiwa na namba hiyo ya ubavuni utasaidiwa. Naye Jacob Makula, mjumbe mkuu wa wamiliki na madereva bajaji mkoa wa Mbeya, amesema ofisi yao inapokea malalamiko mengi kutoka kwa baadhi ya abiria, lakini changamoto kubwa imekuwa ni abiria kushindwa kukumbuka namba za bajaji walizotumia. Lakini tumepata changamoto hizo muda mrefu na nyingi huwa tunazishughulikia. Akishataja namba ya ubavuni, sisi tunajua ni jinsi gani hiyo bajaji tutaipata, aidha kwa kumpigia mmiliki au kwa kutumia viongozi wetu kwenye zoni ili waweze kututafutia bajaji hiyo, kisha watuletee ofisini na kisha tuulize mzigo wa abiria uko wapi. Kuna dereva wangu nilimwachia bajaji na akaondoka na mzigo wa abiria. Ningependa kuambia madereva wote ambapo ukiona mzigo endapo sio kwako uweze kuwasiliana. Kwa nimetoka na nyumbani kwangu naenda kule shambani kwangu ambako wanalima. Sasa nilikuwa nataka niwahi, maana nachukua mzigo asubuhi na Aisha Chunya. Sasa nimepanda ile bajaji, nikasema ile bajaji nifikishe mwisho wa reli. Sasa alipofika shewa pale, akasema mimi naishia hapa. Anasema naishia hapa. Nikasema tuliaidiana kwamba mimi nafika mwisho wa reli. Maana hapa mimi kwa hapa maana yake unanichelewesha mambo yangu. Na sasa unanichelewesha mambo yangu. Akasema mimi naishia hapa. Akasema mbona wenzao wote wanatufikishaga kule? Akasema hao ni wenyewe, mimi hapa ni mimi naishia hapa. Sasa hapa itawezekanaje? Basi ndivyo nikaona isiwe shida. Nikampa shilingi 10,000. 10,000 yenyewe hii hapa. Nikampa shilingi 10,000. Na katika kumpa 10,000 akawa anataka sijui tena kati na zingine, nikaichukua 10,000 nikamnyang'anya mkononi. Unaona? Ndivyo mnyang'anya mkononi, akanipiga ngumi ya pua. Na damu hizi hapa kwenye hapa 10,000 ambayo nilikuwa na. Nilikuwa mnagombania hapa, damu zinaonekana kabisa. Akanipiga ngumi ya pua. Aliponipiga ngumi ya pua, wakaendelea, nikakuta pale kuna wengine wakatokea dereva bajaji wenzake. Wakawa wamenizingira. Wengine wakaa mbele, wengine wakaa nyuma. Sasa huko mfukoni nilikuwa na 90 mfuko wa nyuma. Baada ya zile kashikashi kunizingira, tumemaliza zile kashikashi 90, nikakuta hamna. Wamenichomolea. Baada hapo nikachukua bodaboda. Baada ya kuchukua bodaboda, nikatoka hapo, nikaenda kuripoti hospitali, kituo cha polisi cha Ilombo. Baada ya kuripoti ndio nimeenda hospitali, ndio akaniandikia hizi pili na nini. Baadaye niliporudi ndio nimekuja. Bashira kunirudishia change, ndio maana nikaichukua kwake. Nikasema basi niombe ili nimpe 1,000 kama 1,000. Sasa baada ya kutaka kumpa kama 1,000 kama 1,000, ndio hapo akanipiga. Maana hata 10,000 yenyewe niliyokuwa nampa ndio hii ina damu kabisa hizi.
nilikuwa nampa hivi na damu zisi pale, manake hapo alichokufanya mimi hapa mpaka nikachukua ile 10,000 pale, yeye akawa anasema mimi kasema bwana nimefikishe mwisho wa lami. Sasa kama nikata sasa basi nirudishie, nikamwambia basi haya 10,000 hiyo hapo basi nirudishie change. Akawa kama hataki, unaona, akawa kama hataki, anagoma goma nani. Sasa mimi baada ya kuona kama hataki, ndio maana nikaichukua ile hela sasa kwangu, sasa ameshika, nikaichukua nikataka nitafute change sasa nimpe huku kama huku ili tumaizane pale, ndo akanipiga. Posanga ni mwazina wa umoja wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Tupo hapa leo kuwatahadharisha umma. Tunaamini sisi tunabeba abiria wa aina tofauti. Sasa kuna changamoto nyingi kwenye kazi zetu. Wakati mwingine abiria unaweza ukasahau mzigo wako, lakini pia wakati mwingine unaweza ukatendewa kitendo ambacho si kizuri kibinadamu. Sasa maana ya kutoa taarifa hii kwenye jamii ni kwamba hakikisha unapopanda chombo chetu, usafiri wetu wa bajaji au pikipiki magurudumu matatu maarufu kama bajaji, hakikisha unasoma namba za ubavuni. Yaani kwenye chombo kile bajaji kuna namba za ubavuni pande zote tatu, kwa maana ya kushoto, kulia na nyuma. Tumeandika kwa maandishi makubwa. Kwa hiyo ukisoma chombo kile wakati unapanda au wakati unashuka. Kwa hivyo ukipatwa na changamoto yoyote ya kusahau mzigo au kufanya vitendo ambavyo sivyo, vyovyote vile vya kibinadamu, utafika ofisi yetu, utoe taarifa, ukiwa na namba hiyo ya ubavuni utasaidiwa. Kwa jina naitwa Jacob Asumeni Mwakukula na ndio mjumbe mkuu wa ofisi ya bajaji jiji la Mbeya. Tunapata changamoto kubwa sana ya upotevu wa mizigo ya abiria na kuja kulalamika ofisini. Lakini tumepata changamoto hizo muda mrefu na nyingi huwa tunazishughulikia. Na zile ambazo tunazishughulikia huwa tayari wanapata mizigo yao. Na tunapateje mizigo yao? Tunapata mizigo pale ambapo abiria anakuja ofisini akiwa ameshika namba ya ubavuni ambayo ni MCC, ambayo tumeweka namba hiyo kwa ajili ya kwamba abiria yoyote kabla hajapanda bajaji lazima angalie namba ya ubavuni, ili pindi atakapopanda bajaji, endapo atasahau mzigo wake, anapokuja kutoa lalamiko ofisini atutajie namba ya ubavuni. Akishataja namba ya ubavuni, sisi tunajua ni jinsi gani hiyo bajaji tutaipata, aidha kwa kumpigia mmiliki au kwa kutumia viongozi wetu kwenye zoni ili waweze kututafutia bajaji hiyo, kisha watuletee ofisini na kisha tuulize mzigo wa abiria uko wapi. Tumepambana na changamoto hizo, na ndio maana wakati fulani tunawaomba abiria wetu sawa waweze kushika namba za ubavuni ili kuturahisishia kazi hiyo, kwa sababu kazi hiyo ni ngumu kwetu ikiwa atakuja akidai kwamba amepoteza mzigo wake lakini hajataja namba yoyote ya ubavuni. Kwa majina naitwa Ivodius Mpolo, ni dereva bajaji Mbeya. Nilikuwa napenda kuwaambia madereva wenzangu tuwe makini, hasa na abiria akisahau mzigo tuweze kufikisha ofisi za bajaji, na napenda kuambia abiria kuwa makini kusoma namba za ubavuni za bajaji unapopanda bajaji ili kuweza kuirahisisha kuipata bajaji ambayo utakuwa umeipanda. Mimi kuna dereva wangu nilimwachia bajaji na akaondoka na mzigo wa abiria. Ndio mpaka sasa hivi tuko ofisini hapa tunahangaikia bajaji. Ningependa kuambia madereva wote ambapo ukiona mzigo endapo sio kwako uweze kuwasiliana.